wilaya na mikoa, na hii mgombea amekuwa akisema wataenda kuanzisha kongani za viwanda kuanzia kwenye wilaya, kwenye mikoa, ili kuongeza thamani ya mazao ambayo yatakuwa yanazalishwa katika mikoa na wilaya husika. Hii itakwenda kufungua fursa kubwa ya kiuchumi. Lakini mheshimiwa mgombea anajua kufanya hivyo ndio kumkomboa Mtanzania, kumwezesha auze bidhaa badala ya malighafi ni kuimarisha kipato chake. Ndugu zangu, ilani ya CCM ni mwanzo na mwisho wa kero ya maji. Tunakwenda kuwa na grid ya maji ya taifa. Tunakwenda kuzalisha umeme megawati zaidi ya 8,000, mara 2 ya umeme uliopo sasa hapa nchini. Lakini katika sekta binafsi inakwenda kupewa kipaumbele na kupewa nguvu kuliko wakati wowote ndani ya nchi yetu. Tunataka kuendea muhula ambao tija ya kilimo inakuwa juu. Kama nchi tulime na kufuga kisasa. Ndio maana kuna program za chanjo ambazo serikali inatoa kwa wafugaji kuhakikisha mifugo nchi nzima inachanjwa ili wakulima waweze kufanya ufugaji wenye tija ambao utaakisi maendeleo ya kisasa yaliyoko hivi. Sekta ya madini ni hazina ya taifa letu. Tutaikuza, lakini pia tutaboresha makazi ya wananchi. Tutajenga miundombinu zaidi ili kila kona ya nchi ifikike kwa urahisi. Kwa msisitizo, ilani ya CCM imegusa kila eneo, na huo ndio upekee wa Chama cha Mapinduzi na vyama vingine ambavyo vipo ndani ya taifa hili. Leo Oktoba 27 ni siku ya 60 tangu tuanze mzunguko wa kampeni zetu. Ni wiki 4 na siku 4 za makutano ya ana kwa ana baina ya mgombea urais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na Watanzania wote katika mikoa yote ambayo ameshapita. Ni miezi miwili ya mawasiliano yaliyo na maelewano na masikilizano ya kiwango cha juu, kwa sababu mgombea amefanya kazi ya kukutana na wananchi ngazi ya kata, ngazi ya vijiji, ngazi ya vitongoji, wilaya mpaka mikoa, ambako amekuwa akinadi sera na kuinadi ilani ya uchaguzi ya 25-30. Yamekuwa majuma ya kuwafikia Watanzania popote walipo, kuwaomba ridhaa ya kuendelea kuwaongoza. Muhimu zaidi, kuwajengea matumaini mapya kutokana na huduma ya kazi na utu ambayo Chama cha Mapinduzi kitawapa kupitia serikali ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan atakwenda kuiunda. Ndugu zangu, nipo hapa kwa niaba ya chama changu kinachoongozwa na mwenyekiti wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu, imekuwa safari ya miezi miwili yenye ulinzi mkubwa. Tupo salama na tumefanikiwa sana. Afya ya mgombea wetu wa urais Dr. Samia Suluhu Hassan ni buheri kabisa. Amezunguka kila kona. Nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ina ukubwa wa kilomita za mraba 947,403. Amezunguka na ameweza kuzungumza na Watanzania mbalimbali katika maeneo hayo. Nataka niwaambie Watanzania, ndugu yao kipenzi, mama yetu, rais wetu na amiri jeshi mkuu na mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan ana afya njema isiyo na mashaka hata kidogo. Yuko timamu na yuko tayari kuweza kutoa utumishi ndani ya taifa hili. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, mlinzi mkuu na mpaji wa afya na vyote vyenye kutupa jeuri ya leo, sasa tuwashukuru Watanzania kwa mwitikio wao. Sisi Chama cha Mapinduzi katika mikutano ya kampeni tumeweka rekodi kubwa ya mahudhurio kuwahi kutokea tangu kuasisiwa kwa vyama vingi mwaka 92. Takriban watu milioni 25.3 wamehudhuria mikutano yetu ya hadhara, wakati watu milioni 57.1 wamefuatilia kampeni zetu kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii ndani na nje ya nchi yetu. Namba za kimtandao zinaonyesha kuwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika kipindi cha kampeni amefuatiliwa mara milioni 164.9. Hii inadhihirisha ukubwa wa Chama cha Mapinduzi, lakini kukubalika kwa mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Lakini pia shukrani zetu ni kwa mamilioni ya Watanzania walioacha shughuli zao na kujumuika nasi kwenye mikutano ya kampeni. Tunashukuru vile vile kujivunia teknolojia ya mawasiliano, maana imekuwa rahisi kuwafikia watu wengi. Waliotufuatilia kupitia redio, television, magazeti, mitandao na simu pamoja na kompyuta na vifaa vyote vya kidijitali
ndani ya vyombo vya usafiri, vibanda umiza, nyumbani kwa maana ya nyumba zetu, kwenye mabaa, barabarani. Tumewafikia Watanzania wengi kuwahi kutokea kwa takwimu hizo ambazo tumetoa. Mgombea wetu wa urais ameshafanya mikutano zaidi ya 114 ya kampeni. Yote imekuwa na mafanikio makubwa. Mikutano mikubwa viwanjani. Msafara wa mgombea wetu Dr. Samia Suluhu Hassan umeweza pia kusimamishwa maeneo mengi, wananchi wakiwa na shauku ya kumuona mgombea, kumsikiliza, na yeye hakusita kuweza kuzungumza na Watanzania pindi alipokuwa anasimamishwa. Hii inaonyesha ni utu wa kuwajali watu ambao wanaenda kuwaomba ridhaa. Wingi wa watu waliojitokeza kutaka kumsikiliza mgombea wetu ni tafsiri ya imani kubwa ya watu kwa Chama cha Mapinduzi na upendo mkubwa kwa Dr. Samia Suluhu Hassan kutokana na uongozi wake unaojali utu na matokeo aliyoyaonesha kwa miaka 4 iliyopita. Ndugu zangu, katika mikutano yote sio tu Dr. Samia Suluhu Hassan alinadi ilani ya CCM na kutoa ahadi zake, aliwasikiliza pia wananchi. Usikivu huo uliwezesha kuhuisha ahadi zake kwa muhula ujao. Hayo yamewezekana kwa sababu Dr. Samia Suluhu Hassan anaipenda sana Tanzania, anajali na kuzingatia mno kesho ya nchi yetu. Pia anathamini utulivu wa taifa letu. Kwa hiyo mnaweza kuona kwamba mgombea pamoja na kuhutubia, kunadi sera, pindi ilipokuwa inapatikana fursa kama mwananchi ana jambo lake, hakusita kuweza kuwasikiliza, na aliunda timu maalum ya kuweza kusikiliza changamoto na kero mbalimbali kupitia ofisi yake binafsi, ambapo kero hizo pia zimekuwa zikitatuliwa na kumalizwa. Madhumuni ya mkutano huu ni kutoa mrejesho wa kampeni zetu, mafanikio yetu ndani ya siku 60 zilizopita, kisha kuwajulisha kuwa kesho Oktoba 28 katika viwanja vya CCM Kirumba hapa Mwanza, chama chetu, Chama cha Mapinduzi, kitafanya mkutano wa funga kazi, mkutano wa kihistoria, mkutano ambao utathibitisha uimara, umadhubuti na ukubwa wa Chama cha Mapinduzi. Hivyo nyote tunawaalika kesho CCM Kirumba, mje muone mambo yanavyofanywa ndani ya Chama cha Mapinduzi. Kama ilivyo ada, mkutano huu funga kazi utaongozwa na mwanamke shupavu, mahiri na mweledi, Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunawakaribisha wote kuhudhuria mkutano huu wa Chama cha Mapinduzi. Waliopo mbali wafuatilie kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Ni imani yetu watanufaika na kujua nini Chama cha Mapinduzi kinaenda kufanya ndani ya miaka 5 inayokuja. Ujumbe wangu wenye msisitizo mkubwa: kesho kutwa Oktoba 29, 2025, Mtanzania, jitokeze ukapige kura. Kitendo chako cha kupiga kura ndicho kinakuthibitisha wewe kuwa ni raia unayetambua haki na wajibu wako, na unakitumia chama chetu, Chama cha Mapinduzi, kikatimize ndoto zako, kwa sababu tunaamini hakuna chama ambacho kimebeba matarajio ya wananchi wa nchi hii tofauti na Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi ndio chama kiongozi, chama chenye sera zinazotekelezeka na ilani ambayo ina majawabu. Lakini nawaalika kuwapigia kura wagombea wa Chama cha Mapinduzi. Hakikisha hukosei, tiki yako inakwenda kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, mgombea urais, wabunge wa Chama cha Mapinduzi na madiwani wa Chama cha Mapinduzi. Baada ya kusema hayo, sasa nipo tayari kwa mazungumzo ya mtindo wa majadiliano, ambayo bila shaka shabaha yake ni kuchambua kampeni zetu zilivyokuwa na zilivyofanikiwa kwa siku 60 zilizopita. Nalikaribisha jopo la mjadala na kuwakaribisha wageni wetu wa makundi maalum na wote tuliomo humu ndani. Muwe huru kuuliza, kuzungumza, tuseme, tujadili. Ndio maana msemaji wa Chama cha Mapinduzi niko hapa. Lakini pia sasa niache kazi kwako, mwenyekiti wa mjadala, ndugu Deodatus Balile, kwa ajili ya kuendelea na mjadala huu. Sasa itoshe kusema Mungu akibariki chama chetu cha Mapinduzi. Mungu ambariki rais wetu, mgombea wetu wa urais Dr. Samia Suluhu Hassan, na Mungu atubariki wa Tanzania wote na tuliopo humu ndani. Itoshe kusema niko tayari kuendelea sasa na mjadala. Karibuni sana. Asante. Kwa kweli umekuwa kwa kishindo
anapozungumzia megawati 8,000 za umeme, Tanzania wakati Rais Samia Suluhu Hassan anaingia madarakani ilikuwa na umeme megawati 1,601. Lakini leo tunazungumza ndani ya miaka minne Tanzania ni megawati 4,031. Kwa hiyo ikiongeza megawati 8,000, basi Tanzania hata hapa tulipo nchi zinazopata ziko kwa mbali sana. DRC wana 2,900, Kenya 2,600, Uganda 2,400, ukija wenzetu wa Rwanda wana 406, Burundi wana 166. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba Tanzania katika ukanda huu kwa umeme hadi sasa tunaongoza na bado kuna lengo la kuwa na megawati 8,000. Kwamba ungani za viwanda vinahitaji umeme. Kwa hiyo ukiongeza umeme katika hiyo megawati 8,000, unajua tunazungumzia bili ya maji. Baadhi ya watu mwenezi walikuwa wakiuliza bili ya taifa ni nini ya maji, yaani wanaona kama umeme kama ilivyo umeme kwamba kuna msongo wa umeme kutokea Nkasi mpaka Kirarachi, kuna msongo wa umeme kutokea Bukoba mpaka Dar es Salaam. Basi na bili ya maji ukisoma ile ilani ya CCM inasema maji yatachukuliwa ziwa Victoria, yatachukuliwa ziwa Tanganyika, yatachukuliwa ziwa Nyasa na kutengeneza mifumo ya maji itakayowezesha Tanzania kulima kwa mwaka mzima, kumwagilia. Kwa hiyo yote yale unaona jinsi gani ilani ilivyosheheni. Basi ili kuonesha mjadala nimewataja wenzangu nilionao na nitatoa fursa sasa waulize maswali. Nani anayetaka kuwa kwanza? tatu, lakini wakati huo pia umetueleza namna ambavyo mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi amefuatiliwa mitandaoni kwa kiwango kikubwa, zaidi ya mara milioni 100. Nataka kufahamu kwa sababu tumeshuhudia chaguzi kadhaa zilizopita huko nyuma. Okay. Unaweza kuja ukasimama hivi kwa sababu kuna walio live wanasema wanakuona kichogo. Okay, asante. Tumeshuhudia chaguzi kadhaa zilizopita. Okay. Chaguzi kadhaa zilizopita tumeshuhudia idadi ya wapiga kura ikipungua. Yaani wale watu ambao wanakwenda kuandikisha kupiga kura, ama tunasema labda daftari la kupiga kura lina wapiga kura kadhaa, lakini ikitokea siku ya kupiga kura idadi inapungua. Sasa kutokana na namna ambavyo umetuambia watu milioni 25.3 wamejitokeza kwenye mikutano yenu ya kampeni, nataka kufahamu mnatumiaje idadi hii kuhakikisha kwamba wingi huu wa watu unakwenda kupiga kura? Lakini kama hiyo haitoshi, tafsiri ya idadi hii kubwa ya watu ni nini kwa chama chenu ambacho kimetawala kwa muda mrefu? Asante. Nashukuru. Nitaomba kwa sababu ya ili tuwe na utaratibu mzuri, basi yataulizwa maswali 7 alafu uyajibu awamu ya kwanza, twende awamu nyingine ya maswali 7 na awamu nyingine ya maswali 7. Kwa kufanya hivyo tutaweza kwenda haraka. Sasa nimkaribishe mwingine ambaye nadhani Gerard, mbona umenyosha haraka hivi? Haya, karibu. Lakini ujaribu kuangalia upande ule kwa sababu wana rekodi na uwe eneo kama hili hapa. Karibu. Mheshimiwa Mwenezi, hongereni na pole vile vile. Safari imekuwa ndefu kama ulivyoelezea hapa, hakika mmepiga kazi. Na itoshe kusema kama mwanahabari linawajibika kuwa sehemu ya ambao wamefuatilia hii kampeni kwa kina kabisa. Kwa hiyo ni kweli unayosema, nakiri kweli kazi mmeifanya kwa ukubwa sana. Naam. Mimi swali langu linakwenda moja kwa moja. Nadhani wengi tunafahamu fika kwamba Afrika ikiwemo Tanzania, changamoto ya mfumo dume ni kubwa sana. Yaani wanawake kupata nafasi katika maeneo yote ni tabu kweli kweli kwa sababu ya mfumo dume. Lakini
mmezunguka siku 60 na mgombea wenu wa Chama cha Mapinduzi nchi nzima, na kesho mnakwenda kuhitimisha safari hiyo hapo. Mimi ningependa kujua tu kwa nyinyi, wakati mnapita huko vitongoji, kwenye wilaya, mikoani na kesho hapa Mwanza, ni nini tathmini yenu kwa mgombea wenu ambaye katika historia ya Tanzania hata Afrika ni wachache sana, ndio mwanamke wa kwanza kugombea nafasi ya kabisa ya kuongoza katika taifa? Tathmini yenu mnaionaje? Je, mapokeo ya Watanzania huko kote mlipopita wanapokea vipi kuona mwanamke ndio anakwenda kuwa rais wetu sasa? Sijui mnaonaje hilo, au utatuelezea wewe mwenyewe kabisa ambavyo mmeona. Wamepokea vizuri au bado kunaona kama kuna kusita hivi? Langu ni hilo. Asante. Sasa naona mikono mitatu, lakini nimkaribishe Esther Zeramura. Sauti inasikika. Na kama alikuwa anakwenda chini kidogo sauti itaongezeka. Tutawaomba wanaouliza wasogee mbele kwa sababu ya wale wanaopiga picha waweze kupata picha zao pia. Karibu. Asante mwenyekiti. Asante mwenyekiti. Katibu mwenezi, tumeona kipindi chote cha kampeni wananchi wamekuwa wakijitokeza kwa wingi ili kusikiliza sera za wagombea. Sasa kampeni ndio zinakwisha. Ni ahadi zipi muhimu, angalau 10 tu, ambazo Chama cha Mapinduzi kimezitoa kwa wapiga kura katika kipindi cha kampeni? Asante. Asante sana. Tulisema tutauliza maswali angalau 7. Nani mwingine ambaye anadhani kwamba yuko tayari? Mwanadada mwingine, Ivona Kamuntu, karibu. Mwaka. Sasa matatizo haya ya ajira yanakuwa linked na elimu, kwamba inawezekana changamoto ambazo ziko kwenye elimu zimeshindwa kuzalisha product nzuri ambayo inaweza ikapata nafasi kwenye masoko ya ajira ya ndani na ya kimataifa. Sasa kwa ahadi ambazo mmetoa na ukizingatia kwamba mmekuwepo madarakani muda mrefu, mnadhani vijana hawa wa Kitanzania bado wana matumaini na Chama cha Mapinduzi kwamba kinaweza kuwatatulia hizo changamoto, na nini hasa kinawapa hiyo imani mkiwatazama vijana wa Kitanzania? Asante.
Asante. Kwa kuwa kwenye jopo amebaki Lambert katika hii awamu ya kwanza, karibu, hata usinyooshe mkono. Asante sana mwenyekiti wa jopo. Ndugu mwenezi, mimi naitwa Stanislaus Lambert. Swali langu linahusu mchakato wenyewe wa uchaguzi mpaka tulipofika. Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kiko labeled kwamba ndicho chama kikuu cha upinzani hapa nchini Tanzania. Mpaka mnaingia kwenye uchaguzi, wao wamesema hawashiriki uchaguzi kwa sababu ya kuona kwamba baadhi ya sheria za uchaguzi haziko sawa. Kwa hiyo wangependa kwanza mabadiliko yafanyike kwenye mfumo wa kisheria, kisha ndipo uchaguzi ufanyike. Mmeingia kwenye uchaguzi kwa maana ya kuanza kampeni mpaka tunaelekea kwenye siku ya kupiga kura. Kwa nini CCM hamkuona kwamba kuna umuhimu wa kukisikiliza chama hicho kufanya mabadiliko ili kuwe kuna uchaguzi wa usawa na pande zote zishiriki, ikiwemo Chama cha Demokrasia na Maendeleo? Na kwa kuongeza hapo, kwenye mchakato mzima wa kampeni, CCM, mpinzani wenu mkubwa wakati huu alikuwa ni nani? Alikuwa akiwatisha kiasi kwamba pengine hata hoja zao mnazichukua kama sehemu ya ajenda za kutekeleza. Asante. Tulisema tutauliza maswali, kwa hiyo tumeuliza maswali. Nadhani sasa ni fursa mwenezi utusaidie kuyajibu. Karibu. Haya, asante. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naona mmesikiliza maswali kwa umakini na mnasubiri majibu kwa umakini. Sio? Sawa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza niwashukuru sana wauliza maswali wote. Wameuliza maswali nami niko tayari kuyajibu kama ambavyo wameuliza. Swali la kwanza aliuliza Joyce Shebe, ambalo naamini kila mmoja mlimsikia, kuhusiana na idadi ya watu waliojitokeza kwenye mikutano yetu. Akaenda mbali, akaongelea mambo mengi, lakini cha kujibu cha kwanza nimshukuru kwa swali zuri. Lakini kwanza kabisa ni kweli mwitikio umekuwa mkubwa sana wa wananchi katika mikutano yote ambapo tumeanza nayo tangu tunazindua kampeni kwa maana ya tarehe 28 mwezi wa 8 2025 pale Kawe, viwanja vya Tanganyika Packers jijini Dar es Salaam. Kila Mtanzania aliyeangalia au aliyeshiriki mkutano ule aliona ukubwa wa Chama cha Mapinduzi. Kulikuwa na watu wengi sana, ambapo katika historia tangu kuanzishwa kwa vyama vingi vya siasa, Chama cha Mapinduzi hajaikuwa na umati mkubwa kiasi kile. Ulikuwa ni umati mkubwa. Lakini ukiangalia katika mikoa yote tuliyopita, Geita, tulipita hapa Mwanza, tumepita Dodoma, tumepita Tanga, tumeenda Shinyanga, tumeenda Iringa, tumekuwa na kwa idadi kubwa, kwa mapenzi makubwa. Kwa hiyo hilo la kwanza nimwambie tu ndugu yangu Joyce kwamba ni kweli chama chetu kimekuwa na mahudhurio makubwa, ambapo hiyo inatokana na kukubalika kwa mgombea wetu wa urais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Na hii ni ishara ya wazi kwamba wananchi wana imani na Chama cha Mapinduzi, ambacho ndio chama ambacho kimebeba mioyo yao. Lakini sambamba na hilo, Watanzania wanajua kazi ya Chama cha Mapinduzi. Tangu kuasisiwa kwa CCM mwaka 77, Chama cha Mapinduzi kimefanya mageuzi mengi ya kimifumo katika sekta zote ndani ya taifa letu. Ndio maana ukiangalia Tanzania wakati wa Nyerere haifanani na Tanzania ya awamu ya 6. Ukija utawala wa Mwinyi haifanani na hapa. Kila awamu ilifanya kazi na kila awamu imekuwa na mafanikio, lakini katika awamu ya 6 imekuwa ni funga kazi, na nyinyi ni mashahidi. Moja, watoto wetu sasa hivi wanaanza darasa la kwanza mpaka kidato cha 6 bila ada. Hiyo ni imani ya wananchi kwa Chama cha Mapinduzi. Zamani walikuwa wazazi wanalipa, na wazee wetu mko hapa, mlikuwa mnatoa fedha ili mtoto primary analipa ada, sekondari analipa ada, akienda 5 na 6 analipa nini? Ada. Sasa hivi haipo. Wananchi kwa hilo moja tu wanaona kwamba chama hiki kimebeba matumaini yetu.
Fedha ambayo ilikuwa inaenda kutumika kwa ajili ya kulipa ada, fedha ile inaenda kuongeza kipato cha familia na kukuza uchumi mmoja wa mwanafamilia mmoja, lakini uchumi wa nchi kiujumla. Kwa hiyo hilo ni jambo lingine. Lakini tunachokisisitiza sasa ni kwamba baada ya uchaguzi, kazi kubwa inaanza, kazi ya kutimiza ahadi, kuendeleza miradi ya maendeleo na kuhakikisha maisha ya Watanzania yanaendelea kuwa bora. Ushindi sio mwisho wa safari, bali ni mwanzo wa jukumu jipya la kuwatumikia wananchi kwa uadilifu, kwa uwazi na kwa ufanisi wa hali ya juu. Lakini pia mikutano na mzunguko mzima wa kampeni umekipa Chama cha Mapinduzi fursa nzuri ya kusikia, kusikiliza na kushuhudia matarajio ya wananchi katika chama chao na serikali ambayo itaundwa, vile vile kusikiliza shida na changamoto. Kwa hiyo idadi ya watu zaidi ya milioni 25 kuja direct, wanajua kwamba chama hiki kimebeba matumaini ya nchi yetu. Kwa ndugu Joyce, naomba nikujibu hivyo, na kesho utashuhudia ukubwa zaidi wa CCM, kwamba tunachokisema hapa utakiona kesho katika viwanja vya Kirumba, kwamba Chama cha Mapinduzi kinaaminika kiasi gani na wananchi wa taifa hili. Na mwisho nitakapohitimisha hii dialogue, kuna baadhi ya mambo nitayajazia machache ambapo naamini tutamaliza vizuri. Lakini swali la pili aliuliza kaka yetu Gerard Hando kutoka Wasafi. Aliongelea swala la mfumo dume. Watanzania wamepokeaje? Mgombea anaenda kugombea ni mama, ni rais, mwanamke. Haijawahi kutokea, kwa mara ya kwanza ndio inaenda kutokea mwaka huu. Nikushukuru sana kaka Gerard kwa swali zuri. Mimi ni muumini wa kuamini kwamba mwanamama yoyote, mwanamke yoyote, dada yoyote hashindwi na jambo lolote, na mwanamke akilitaka jambo lake lazima liwe. Na kina baba hapa ni mashahidi, uongo jamani? Mama nyumbani akitaka jambo litakuwa, akitaka kutimiza kitu fulani kitatimia, tena kwa ukamilifu mkubwa. Na humu ndani, wote tulioko humu ndani, hakuna ambaye anaweza kuleta ujeuri wowote, kwa sababu wote tumezaliwa na mwanamke. Kwa hiyo kama kuna mtu anaweza kuzaa kiumbe, akakinyonyesha, akakitunza, akakifundisha, na kikafika muda kikajitambua na kikaunda familia yake, bado una mashaka na uongozi wa mwanamke? Maana yake ni nini? Ni kwamba wanawake wana uwezo mkubwa kuliko tunavyodhani. Lakini jambo la pili, kipengele B katika hilo, kinachokwenda kuongoza nchi haiongozwi kwa jinsia. Nchi inaongozwa kwa maarifa, kwa kanuni, kwa katiba, kwa miongozo. Yaani nchi, huwezi ukasema mimi jinsia inaenda kuongoza nchi, la hasha. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kimeleta full package, kimeleta mgombea mwenye uwezo, anayejua nini anakwenda kufanya. Lakini katika kipindi cha miaka minne ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, nyie wote ni mashahidi, kuna miradi mikubwa ya kimkakati ambayo iliachwa. Miradi yote imekamilika, uongo kweli? Tulikuwa pale tuna bwawa la Mwalimu Nyerere la trilioni 6 bilioni 500 ambalo lilikuwa linazalisha umeme megawati 2115, na mradi ule Dr. Samia anapoupokea ulikuwa una 30% tu. Leo ule mradi umeisha, umeme umeunganishwa kwenye gridi ya taifa, na ile changamoto ya kukatika kwa umeme imefanya nini? Imeisha, haipo. Bado kuna mtu ana mashaka na daktari? SGR alipokea, haijakamilika, mradi wa trilioni 7 bilioni 200. Leo mnapanda treni, na waandishi wa habari wengine wamekuja na treni mpaka Dodoma, na Dr. Samia huyo ameanzisha ujenzi mpya wa reli mpya, loads mpya kutoka Dodoma Makutupora kuja Mwanza, zinaenda huko Simiyu, zinaenda mpaka Malampaka, na sasa hivi tumesaini mkataba mpaka Burundi, reli ya SGR inajengwa. Uwezo wake ni mkubwa.
Hapa Mwanza tuna daraja la Kigongo Busisi bilioni 700 limekamilika. Hii miradi tukumbuke ilikuwa inapokea fedha nyingi, na Rais Samia anapopokea nchi haikuwa na hali nzuri kiuchumi. Tumetoka kwenye corona, uchumi umeshuka, inabidi ajenge uchumi, akusanye fedha, akamilishe miradi, na miradi imekamilika. Watoto walikuwa wanakaa chini, wazazi mlikuwa mnachangishwa michango mbalimbali. Leo hakuna mzazi anayechangishwa mchango wa kujenga darasa. Watoto wanaenda shule, wanasoma, wanamaliza, na maisha yanafanya nini? Yanaendelea. Kwa hiyo kaka yangu Gerald Hando, ni kwamba mfumo dume ndani ya nchi yetu kwa sasa hauna nafasi, na wanawake wameonyesha uwezo wa kudhubutu na kujua kuongoza, na sisi hatuna mashaka kabisa. Kina mama mliopo huku mna mashaka? Naamini wameelewa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yanaonesha uwezo wa Daktari Samia Suluhu Hassan, hasa katika kuhakikisha nchi yetu inapiga hatua kubwa ya maendeleo. Hivyo kuelekea tarehe 29, bado ninasisitiza Watanzania wamchague daktari wa maendeleo, sio mwingine, ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini swali la tatu la ndugu Esther Zelamula, yeye alisema kwamba kampeni zinakwisha. Ahadi zipi angalau 10 mgombea na chama waliahidi? Moja, labda niseme tumeahidi kutekeleza mambo mengi katika ilani ya uchaguzi, na kama nilivyosema imekuwa ni ilani bora. Lakini pia katika kutekeleza hayo kutakuwa na mwendelezo wa uongozi wa kazi na utu, kama kauli mbiu ya CCM inavyosema, kazi na utu, tunasonga mbele. Lazima tufanye kazi, lakini tujali utu wa Mtanzania, ndipo twende mbele kwa pamoja. Sasa serikali ya utu ya Daktari Samia Suluhu Hassan italisimamia kikamilifu katika makundi yote ya watoto, wazee na watu wenye mahitaji maalum. Moja, mgombea aliahidi atatoa bima za afya kwa makundi hayo. Nafikiri tunakumbuka. Hatutataka kusikia tena maiti zikizuiliwa hospitalini kisa mtu amefariki na anadaiwa gharama mbalimbali. Mgombea alisema hilo katika siku 100 anaenda kuliondosha. Lakini jambo lingine, tutaendeleza miundombinu ya kitaifa ikiwemo barabara, reli ya SGR, bandari, viwanja vya ndege na miradi ya umeme, ili kuwezesha uchumi na uwekezaji ndani ya nchi yetu. Lakini mgombea alisema tutaimarisha sekta ya elimu kwa kuajiri walimu, kuboresha mitaala na kutoa mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu na vyuo vya kati ili wapate ujuzi wa kujiendeleza. Na ndio maana bajeti ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu imeongezeka maradufu, na sasa hivi Watanzania wengi wanaoenda vyuo vikuu wanapata hivyo. Lakini katika kilimo tumeahidi kilimo cha kisasa, urahisi wa pembejeo, masoko, mafunzo na uwezeshaji wa kilimo cha biashara, ikiwemo kilimo cha umwagiliaji, na sasa kupitia gridi ya taifa ya maji ambao ni moja ya sera ya mgombea. Kama tulivyo na gridi ya taifa ya umeme nchi nzima, sasa tutakwenda kuwa na gridi ya maji ambao kutakuwa na package ya umwagiliaji ndani yake. Kwa hiyo tunaamini katika sekta ya kilimo mambo yatakuwa ni mazuri. Lakini tunakwenda kutengeneza ajira mpya zaidi ya milioni 8 kupitia sekta rasmi na isiyo rasmi. Kufanikisha hilo, tutahamasisha uwekezaji wa ndani na nje, tutaimarisha ujenzi wa uchumi wa viwanda na kukuza biashara ili kuongeza ajira kwa vijana na wanawake. Tunataka kuwa na sera ya maendeleo ya sekta binafsi ili kutanua wigo wa ajira. Tunakwenda kutengeneza programu ya bima ya afya kwa wote. Kila Mtanzania aweze kuwa na bima ya afya ambayo itamsaidia kupunguza gharama za matibabu. Lakini tutaendeleza sekta ya nishati. Tunataka kuzalisha megawati zaidi ya 8,000 za umeme ifikapo mwaka 2030. Na kwa nini tunaongeza uzalishaji wa umeme? Mkumbuke mgombea ameahidi kutakuwa na kongani za viwanda kila wilaya. Huwezi kuwa na viwanda kama huna umeme wa kutosha.
Ili viwanda viweze kufanya operations lazima nchi iwe na umeme. Sasa hili Dr. Samia anakwenda kulisimamia. Lakini ahadi nyingine ya mgombea ni kuendelea kudumisha amani na mshikamano na muungano kupitia falsafa ya 4R: maridhiano, ustahimilivu, kuhakikisha taifa linasonga mbele. Tunataka muhula ujao uwe na upatikanaji wa katiba mpya. Tutaimarisha utawala bora na mfumo wa kodi rafiki, kuhakikisha kodi zinakusanywa kwa uwazi, kuongeza mapato na kuweka mazingira rafiki kwa wafanyabiashara wote wakubwa na wadogo. Lakini inafahamika kuwa Rais Samia ambaye ni mgombea ameigusa sekta ya michezo kwa namna ya kipekee. Humu ndani naamini wana Simba mpo. Simba mpo. Yanga mpo. Ni imani yangu wengi wamejulikana ni wapi, sio? Sasa katika michezo nchi zetu zimefanikiwa kufuzu katika mashindano mbalimbali. Ni kutokana na sera nzuri, hamasa kubwa ambayo mgombea amegusa katika sekta ya michezo. Japo wapo watu baadhi ambao wamekuwa wakibeza kwamba kwa nini serikali inawekeza kwenye michezo. Michezo ni ajira, ndugu zangu, kama zilivyo ajira nyingine. Anayecheza mpira atalipwa mshahara, atatunza familia. Anayekimbia riadha atashinda, atatunza familia. Wanamuziki wanalipa kodi, wanatumbuiza na ni ajira na wanatunza familia. Ndio maana leo tunao kina Diamond Platnumz wanafanya vizuri, uongo kweli? Wapo kina Alikiba, wapo kina Harmonize, wapo kina Nandi, kina Zuchu. Wengi hawa wamejiajiri katika sekta hiyo. Kwenye mpira wapo kina Samata ambao wanalipwa fedha. Sasa lazima sisi kama wazazi, moja, tushirikiane na serikali, lakini pili, tushirikiane na sera za Chama cha Mapinduzi katika kukuza michezo. Lakini kama tuna watoto majumbani, tugundue vipaji vya watoto wetu, tuviendeleze, kesho na kesho kutwa karama ambazo Mungu amewapa ziweze kutimia. Ni imani yangu hilo limeeleweka vizuri. Lakini jambo kubwa zaidi ni kwamba CCM haijabaki tu kujenga miundombinu. Tumeweka pia mikakati ya kuhakikisha wananchi wanazitumia fursa hizo kikamilifu. Kupitia ilani ya uchaguzi 25-30 tumeweka msisitizo katika mafunzo ya ujuzi, uwezeshaji wa vijana na wanawake, upatikanaji wa mitaji na uanzishwaji wa kongani za viwanda kila wilaya, kuongeza thamani ya mazao na kuwapa ajira vijana. Pamoja na hayo, tunahamasisha elimu ya fedha, ubunifu na matumizi ya teknolojia ya kisasa ili Watanzania wawe washiriki wa kweli katika uchumi unaokua. Hivyo maendeleo haya si ya kutazamwa bali ni ya kushiriki moja kwa moja. Ndio maana serikali imejenga vyuo vya VETA kila wilaya. Kuna VETA zinajengwa kwa ajili ya watu wanaoishia form 4 waweze kujiunga, wa darasa la 7 akajiunge. Kama sehemu wanazalisha madini, watu wafundishwe namna gani ya kuprocess hayo madini. Kama sehemu ni ya kilimo, watu wafundishwe kilimo. Kama watu wanahitaji ushonaji, wafundishwe ushonaji. Hiyo ni sera ya Chama cha Mapinduzi, lakini ni moja ya ahadi za mgombea urais Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo ndugu yangu ambaye aliuliza swali hilo, nimhakikishie tu kwamba chama kipo vizuri kuhakikisha ahadi zake zinatimia kikamilifu. Sijui ilikuwa swali la ngapi hilo bwana? La Scholastica, sio? Ivona ndisha mjibu nadhani. Bado. Ivona alikuwa anasema hamasa ni maandamano, si ndio? Si ndio hilo Sawa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza ni kushukuru kwa swali muhimu. Na la pili niseme lifuatalo. Ukichukua nchi yetu kwa population, idadi ya Watanzania, na mliopo humu ndani mnisikilize vizuri. Tupo Watanzania zaidi ya milioni 60. Hao Watanzania milioni 60 wanachotamani kukiona ndani ya nchi yao, maji yanapatikana, umeme unapatikana, kilimo kinakuwa, uchumi unaimarika, miundombinu ya barabara mijini na vijijini inapitika kikamilifu. Wanahitaji mazingira rafiki ya kufanya kazi, nchi ikiwa na utulivu, ikiwa na umoja, ikiwa na mshikamano. Haya ndiyo mahitaji ya Watanzania. Sekta ya afya
iwe imeimarika vizuri. Swala la maandamano, hapa tukiulizana wote, nani yuko tayari kuandamana na unaandamana kwa nini? Muulize jirani yako akupe jibu. Yaani nini kinamfanya andamani? Wewe muulize tu mwenzio akupe jibu. Kinachotokea ni kwamba unajua wanasema kwenye wengi kuna nini? Kuna mengi. Na lazima elimu itolewe. Wote tunaweza kuwa na vichwa ila tukatofautiana maarifa ndani ya vichwa vyetu. Wanaohamasisha maandamano wote hawako ndani ya nchi hii. Wanaosema tufanye vurugu ndani ya nchi hii wako nje ya nchi na hawatashiriki hayo maandamano. We bado huogopi, hujiulizi, na Mungu amekupa akili ya kutambua mema na nini. Mtu anakuambia tarehe fulani andamana, ingia barabarani, usisahau kuvaa shati, na wewe kwa akili yako unatoka unamsikiliza mtu yuko Ulaya unaingia kuandamana. Jambo la kwanza, dada Ivona, hakuna maandamano. Hayatakuwa. Na jambo la pili, ukiachana na vyombo vya ulinzi na usalama, Watanzania ni watu wenye akili timamu. Wanajua mema na nini na mabaya. Hawa Watanzania sio wajinga hata kidogo. Wanaelewa kwamba huyu anayetutuma yeye mbona yupo huko, ana nia ya dhati aje. Tumuone pale CCM Kirumba yuko mbele, nyie kueni nyuma yake, nendeni. Yupo Ulaya. Lakini la tatu, faida ya maandamano ni nini? Ukiandamana unga unajaa nyumbani, sukari inaongezeka, fedha inakuwepo mfukoni. Madhara ni makubwa kuliko faida. Moja, hapa Mwanza yakitokea maandamano, kuna watu watavunja maduka ya watu, kuna watu wataiba mali za watu, kuna watu watapiga mawe watu. Hasara itabaki ndani ya nchi yetu. Waliotutuma wanaendelea kufurahia na watoto wao nje ya nchi. Kwa hiyo nitoe wito mmoja kama msemaji wa Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi ambacho ni chama cha Watanzania kimejengwa katika misingi ya kuthamini utu wa watu wote. Kimejengwa katika misingi ya kuheshimu watu. Chama cha Mapinduzi kimepewa jukumu na kimeielekeza serikali kusimamia usalama wa watu wake. Ni waombe wana Mwanza na Watanzania ambao mnatusikiliza kwenye vyombo vya habari, amani yetu ni ya msingi kuliko kitu chochote. Wazazi, ongeeni na watoto wenu na muambie, mwanangu, nimekuzaa kwa uchungu miezi 9, unaenda kuchezea uhai barabarani. Tarehe 29 tukapige kura kwa furaha. Moja, usalama ni wa kutosha. Ukipiga kura, nenda nyumbani, kale ugali, subiria matokeo ukiwa umeshiba. Kama ni baba, kaa na mama, jadilini mambo ya familia, ikiwezekana mtafute na watoto mkiwa mnasubiri matokeo. Siku ya tarehe 29 iwe siku ya sherehe na furaha ndani ya familia zetu. Kwanza, hakuna kazi serikali imetangaza. Ni siku ya kufurahi. Usiende kujishosha, umebeba mabango, makwapa yanatoa jasho, utachoka bure. Rudi nyumbani, kula ugali, kaa na familia. Kama una dhambi nyingi, tubu, ili hata ukifa unaenda wapi? Na Mungu awabariki sana. Kwa hiyo ishu ya maandamano, dada Ivona, haipo. Tanzania ni salama, Watanzania wana akili na wako timamu, na ninakuhakikishia hutaona jambo lolote ambalo linaenda kutokea
nchi yetu ni salama sana na Watanzania wanajielewa sana. Lakini ndugu Scholastica aliuliza swali. Scholastica naitwa Scholastica nani? Mazura. Nchi na uhakika wa chakula, basi hiyo ni namba hapa. Namba 7. Lambert ndio nilimweka namba 7. Scholastica, nikumbushe swali lako kidogo. Wakati anaingia madarakani Mheshimiwa Rais ndio alipambanua kuwekeza katika sekta ya kilimo. Ndio. Na moja ya mambo ambayo alifanya ni kuongeza bajeti. Alianzisha miradi mbalimbali kama nchini na sasa ni kwa namna gani endapo mtapata ridhaa ya Watanzania kwenda kuona tena serikali. Okay, ndio liongelea masuala ya pembejeo, masoko ndani na nje ya nchi. Sawa. Kwanza tunajua kilimo ndio uti wa mgongo wa nchi yetu, lakini nchi nyingine, Watanzania wengi wamejiajiri katika sekta ya kilimo, ambako tunafanya uzalishaji wa mazao ya biashara na mazao ya chakula. Lakini kupitia mgombea wetu, rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Chama cha Mapinduzi kimeiwezesha Tanzania kupiga hatua kubwa katika kilimo, kwa maana ya uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara. Kwa sasa tumefikia uhakika wa chakula zaidi ya 124%. Maana yake tuna chakula cha kutosha ndani ya nchi mpaka tunauza nje ya nini? Ya nchi. Haya ni matokeo ya dira, sera thabiti na uwekezaji mkubwa tulioufanya katika sekta hii. Kuhusu upatikanaji wa pembejeo na masoko ndani ya ilani ya CCM 25-30, tumeweka mikakati madhubuti. Kwanza, kuimarisha mfumo wa upatikanaji wa pembejeo kupitia Benki ya Maendeleo ya Kilimo na wakala wa mbegu, kuhakikisha wakulima wanapata mbegu bora, mbolea na dawa kwa wakati na kwa bei nafuu. Na katika hili labda niwakumbushe, mwaka juzi wakati wa mfumuko wa bei ya mbolea ilikuwa inafika mpaka 180,000, 1,000,000. Lakini kwa mapenzi makubwa ya Daktari Samia Suluhu Hassan aliweka ruzuku katika mbolea, aliweka ruzuku katika mbegu, na Watanzania badala ya kununua mbolea kwa 1,000,000 walikuwa wananunua 60,000, 70,000. Wakulima mpo hapa, mnaelewa ninachomaanisha. Hizo ni sera za Chama cha Mapinduzi, na katika ilani hii mgombea ameanzisha benki ya kilimo, ambapo moja kwa moja itakuwa inatoa fursa kwa wakulima, moja, kukopesheka, itaendelea kutoa ruzuku, wakulima watalima kilimo biashara ambacho kitaongeza kipato chao. Lakini kupitia wakala wa mbegu ASA tunakwenda kuwa na mbegu bora, na kuna mashamba ya mbegu ambayo yapo katika mikoa mbalimbali ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo swala la kilimo, ndugu yangu Scholastica, ilani ya uchaguzi imezingatia kikamilifu. Lakini pili, tumeanzisha na kuboresha masoko ya mazao kupitia ujenzi wa maghala ya kisasa, masoko ya kimkakati ya mazao, lakini pia na mifumo ya stakabadhi ghalani ili wakulima wauze kwa bei nzuri na kwa uwazi. Wakulima wa korosho, pamba, kahawa, mbaazi na mazao mengine ni mashuhuda wa haya mapinduzi makubwa, maana wao ni wanufaika namba 1. Bei zao zimeongezeka na sasa wanafurahia jasho lao. Zamani kulikuwa na walanguzi. Mkulima amelima, akishalima labda ufuta au amelima korosho, mtu anaenda kununulia shambani. Wengine walikuwa wanawakopesha wakulima kwamba baada ya mavuno utanilipa. Mkulima alikuwa anaonewa kwa asilimia kubwa. Lakini baada ya kuletwa mfumo wa stakabadhi ghalani, wakulima wanauza mazao yao kwenye ghala kwa stakabadhi na wanapata fedha nyingi, kwa sababu wanakuwa wametendewa haki. Japo wapo watu wachache waliopinga mfumo wa stakabadhi ghalani, na wengi walioupinga sio wakulima, ni wanunuzi wa hayo mazao, kwa sababu walikuwa hawapati faida ile waliotegemea ya kumnyonya mkulima. Kwa hiyo wakulima wanaolima mazao haya wananufaika na sera za Chama cha Mapinduzi. Lakini mwisho, tunasisitiza kilimo cha kisasa kinachotumia teknolojia kupitia mafunzo na upanuzi wa huduma za ugani, na kuendeleza programu za kilimo cha umwagiliaji kupitia mpango wa kuanzishwa gridi ya maji ya taifa itakayowezesha maji kupatikana muda wote
wa mwaka na wakulima kulima kwa mwaka mzima na kujiongezea kipato kikubwa. Chama cha Mapinduzi hatutaki tu Watanzania walime, tunataka walime kwa tija, kwa faida na kwa uhakika wa soko. Huo ndio msingi wa uchumi wa viwanda na maendeleo ya kweli ndani ya jamii. Kwa hiyo sekta ya kilimo, ndugu Scholastica, ni kuhakikishie 25-30 wakulima wataenda kuwa matajiri kwa ilani hii ya uchaguzi. Na maendeleo ni mchakato wa muda mrefu. Maendeleo hayaji kwa siku moja. Hapa wote tuna nyumba, tuna familia, tuna watoto. Mwaka huu na plani najenga nyumba, nitapaka rangi, nitaweka tiles, nitaweka vioo, lakini mipango inakwama kidogo. Mwaka unaofuata ndo unaamua kujenga fensi. Uongo jamani? Na wengine tumehamia kwenye nyumba bado hatujaweka hata madirisha. Uongo kweli? Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba maendeleo yanapangwa katika mipango thabiti, mipango inayotekelezeka na mwisho wa siku itakamilika. Kwa hiyo kipindi cha nyuma serikali imefanya mambo mengi mazuri, lakini awamu inayokuja kulingana na mifumo ambayo imewekwa ya ukusanyaji wa kodi na mambo mengine, tunakwenda kufanya mambo makubwa yatakayogusa moja kwa moja maisha ya Watanzania kwa kiwango kikubwa. Lakini swali la 6 la 7 lilikuwa la ndugu Goodluck. Goodluck, nimejibu swali lako? Naam? La elimu. Kwa nimelijibu ndani au bado sijalijibu? Bado. Sawa. Nilikuwa naandika hapa. Kwanza nikushukuru kwa swali zuri ndugu Goodluck. Katika sekta ya elimu ambayo ni nguzo kuu ya maendeleo ya taifa letu, ukweli ni kwamba kiongozi wetu Dr. Samia ameongoza CCM na serikali kuendelea kuwekeza kwa kiwango kikubwa katika elimu. Lakini pili, ili kuhakikisha Watanzania wanapata maarifa, ujuzi na uwezo wa kushindana katika soko la ajira la leo na la kesho ndani na nje, tumeanza na msingi imara wa kuimarisha mazingira ya kufundishia na kujifunzia. Mgombea urais katika miaka 4 iliyopita ameajiri walimu 39,000. Na wakati huo ukumbuke serikali ilikuwa haijaajiri toka mwaka 2016. Katika kipindi cha miaka 4 ya Dr. Samia Suluhu Hassan, walimu peke yao waliopewa ajira ni 39,000. Na katika kampeni za mwaka huu ameahidi kuajiri zaidi ya walimu 7,000 wapya. Na mitaala imeboreshwa kuendana na mahitaji ya uchumi wa sasa, kwa sababu kuna pointi ulisema kwamba elimu ni kama haimkomboi Mtanzania anayesoma, lakini ukumbuke sera ya elimu imebadilishwa na bunge liliridhia. Kuna mitaala mipya ambayo imeingizwa katika elimu yetu ya sasa, kwamba wanafunzi wanaenda kujifunza vitu ambavyo ni practical moja kwa moja vinavyo reflect maisha yao ya hapa nchini. Lakini tumeanza na misingi ya kuimarisha na kufundishia na kujifunzia. Lakini walimu tumeweka mpango wa mafunzo endelevu ya kitaaluma na upatikanaji wa vifaa vya kufundishia vya kidijitali. Walimu wetu wamepewa vishikwambi kote nchini. Kwa wazazi, serikali imeendelea kutoa elimu ya malezi na ushiriki kupitia kamati za shule na kampeni za uhamasishaji kuhusu umuhimu wa elimu bora. Sasa tumeweka elimu ya sekondari kuwa ya lazima. Maana yake kila mtoto wa Kitanzania atalazimika kusoma, yaani miaka 6 elimu ya msingi na kidato cha kwanza hadi cha 4 elimu ya sekondari. Hapo pia kabla ya kuanza darasa la kwanza lazima mtoto asome chekechea. Haya ni mapinduzi makubwa kwa nchi yetu. Dr. Samia ameifanya elimu hii kuweza kuongezeka thamani na kuweza kuwasaidia vijana wa Kitanzania baada ya kumaliza elimu ya sekondari kwenda kujiunga na vyuo vya VETA, vyuo vya kati pamoja na vyuo vikuu ambavyo vitafundisha uhalisia wa maisha yetu. Kwa hiyo hii si fursa ya serikali peke yake, ni fursa ya taifa, na mgombea anataka elimu iwe chombo cha kumkomboa Mtanzania, kumwinua kiuchumi na kumwezesha kuwa sehemu ya suluhisho la maendeleo ya nchi yetu. Lakini swali la mwisho nafikiri ni la Bwana Lambert. Haya, Bwana Lambert alikuwa anasema okay. Aliongelea masuala ya vyama vya upinzani
kwamba chama kikuu mabadiliko yafanyike, akaongelea okay, sawa, swali lake nafikiri inaeleweka. Moja, niseme jambo lifuatalo. Nchi yetu mwaka 92, sio nchi tu, niseme Chama cha Mapinduzi, kwa sababu 92 kurudi nyuma tulikuwa chini ya chama hiki kimoja ambacho ni chama gani? CCM. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kilikubali nchi ya Tanzania iwe na vyama vingi. Hiyo rekodi kwanza ieleweke. Na kilikuwa kina uwezo wa kukataa kusiwe na vyama vingi kwa sababu kilikuwa peke yake. Na wengi walipopiga ile kura walikubali kibaki chama hiki kimoja. Lakini mwenyekiti wa CCM wa wakati huo na rais wa nchi wa wakati huo wakaridhia kuwe na mfumo wa vyama vingi, kwamba wachache wakakubaliwa acha vyama vingi viji. Kwa hiyo CCM itambulike kwamba ni baba wa demokrasia ndani ya nchi hii kwa kuweza kuruhusu mfumo wa vyama vingi. La pili, nchi hii ina vyama vingi vya siasa. Chama sio kimoja tu. Nchi hii ina CUF, ina Chadema, ina ACT, ina Chausta, ina NLD, ina Chauma, ina DP na vyama vingine vingi. Vyote hivi vina haki sawa ndani ya nchi hii. Hakuna chama chenye haki kuliko chama kingine. Hapa tunachojadili sasa kwamba Chadema imeguswa kwenye mkutano huu. Moja, sheria za tume ya uchaguzi ziko wazi. Kulikuwa na kusaini vyama vyote maadili katika kuingia kwenye nini? Kwenye uchaguzi. Na Watanzania ni mashahidi. Kuna chama kilikataa kwamba sisi hatutaki kusaini. Wakapewa na muda, wakagoma kusaini. Sheria ni msumeno. Ukibaka unaenda kufungwa miaka mingapi? Au imebadilika? Haijabadilika. Wamegoma kusaini, hilo ni kosa lao wenyewe, halihusiki na CCM. CCM ni chama kinachogombea kama chama kingine. La pili, waliomba zifanyike reform. Moja, wakurugenzi wa halmashauri wasisimamie uchaguzi, waliondolewa. Hakuna mkurugenzi anayesimamia uchaguzi kwa sasa. Waliomba kusiwe na mtu anayepita bila kupingwa, ikaondolewa. Hakuna mgombea anayepita bila kufanya nini? Kupingwa. Ni reforms hizo ambazo wao walizitaka katika tume ambayo alikuwa anaisimamia mzee Mkandara Prof. Sasa hapa ikionekana eti Chadema inaonewa, hapana. Kwa kuwa wao waliamua wao kutoshiriki. CCM haiwezi kumlazimisha mtu ashiriki uchaguzi, kwa sababu na yeye anaenda kushiriki nini? Uchaguzi. Lakini historia ya vyama vyetu vyote vinajulikana. Ndio maana kwa sasa ukituuliza mshindani wetu mkuu ni nani, sisi tunashindana na vyama vyote vya siasa vilivyoingia kwenye uchaguzi. Na hatu underestimate kwamba chama hiki ni kidogo, hiki ni kikubwa. Siasa haina comparison. Pale unapoweza kutumia greda kusembua barabara, tumia greda mwanzo mpaka mwisho. Ukicheza hapa unaweza ukajikuta umepoteza. Wengine wanasema unatumia nyundo kuua nini? Sisimizi. Sasa wewe umeenda kwenye kampeni kuomba kura, ina maana kuna mikoa mingine usiende, unaogopa kwamba hapa ngoja tudharau, atatupa tu. Ndio maana mgombea amezunguka nchi nzima kwa ukubwa ule ule, kila wilaya ameenda kuomba kura, na wanaotoa kura ni Watanzania. Na Chama cha Mapinduzi hakina dharau. Ndio maana kimefuata watu mpaka vijijini, mpaka kwenye vitongoji, mpaka kwenye mitaa, mpaka barabarani. Na hapa tunapoongea, Mwanza na mikoa mingine
Viongozi wa CCM wanatafuta kula nyumba kwa nyumba, chumba kwa chumba, kitanda kwa kitanda, mpaka uvunguni ikiwezekana tutakwenda kusaka kura. Kwa nini? Kwa sababu hatu underestimate uchaguzi. Na ukisoma katiba ya CCM ibara ya 5 inasema katika malengo ya Chama cha Mapinduzi ni kuhakikisha kinashika dola. Ndio hiyo tunaitafuta kwa machinery zetu ambazo tuko nazo ndani ya chama chetu. Ndio maana unakuta sisi tuna mifumo, tuna mwenyekiti wa mkoa, tuna kamati ya siasa ya mkoa, tuna halmashauri kuu ya mkoa, mkoa umejitosheleza. Ukishuka wilayani kuna mwenyekiti wa wilaya, kamati ya siasa ya wilaya, halmashauri ya wilaya imejitosheleza. Kwenye kata tuna kamati ya siasa ya kata, tuna halmashauri kuu ya kata. Ukishuka kwenye shina mpaka kwenye tawi na tuna mabalozi. Sasa wewe hiyo mifumo huna. Unauliza CCM imeshindaje au imekuonea wapi? Sisi tukishusha message, mfano mwenyekiti anamwambia labda mwenyekiti wa mkoa wa Mwanza, mwenyekiti wa mkoa wa Mwanza, kuna ujumbe uwape wenye viti wa mikoa yako au makatibu wa chini yako. Mwenyekiti atamwambia mneki atashusha wilayani, wilaya itashusha katani, kata zitashusha kwenye matawi, matawi wanaenda kwenye mashina, mashina ndio wanakutana na mabalozi, balozi anaenda kwenye nyumba zake zile 10 au 20 au 50. Vyama vingine hizi machinery wanazo? Kama hawana, wasitafute sababu ya kulalamika. Chama cha Mapinduzi ni chama taasisi, sio chama cha mfukoni kwa mtu binafsi. Ndio maana leo nakuta mwenezi wa CCM sijulikani nimetokea wapi. Uongo. Maana yake hiki ni chama taasisi, yoyote anaweza kuwa yoyote ndani ya CCM muda wowote. Vyama vingine, wengine watakaa baba mkwe, mama mkwe, dada mkwe, mama nani, ndio hivyo. Familia inaongoza chama. Watanzania wanayajua hayo, kwamba chama kilichobeba matumaini ya kweli, chama chenye lugha za staha, chama chenye wazalendo, chama kinachohubiri amani na umoja wa kitaifa, sio kingine, ni Chama cha Mapinduzi. Haya yanawezekana. Kwa ndugu yangu, hayo nilipenda niyafafanue, lakini la mwisho katika hili, sisi kama Chama cha Mapinduzi tunavipenda vyama vyote na hatubagui. Na kuthibitisha hilo, ndio maana unakuta kuna majirani wanakuja ndani ya Chama cha Mapinduzi na tunawapokea na tunawapa platform ya kusema na tunakijenga chama hiki. Hata nyinyi mkitaka kujiunga leo, njooni, mwenezi na wapokea hata ndani ya mkutano huu, ili tujenge nchi na chama chetu. Hatubagui mtu. Huwezi kuona kiongozi wa CCM anatukana watu hadharani, anahamasisha vurugu hadharani, anasema watu waandamane. Hapana. Na ukiona kuna kiongozi wa namna hiyo anaongea bila mipaka na ni kiongozi wa Chama cha Mapinduzi, jua huyo mtu alikuwa na maslahi binafsi yamekwama. Hakuna mwana CCM mwenye akili timamu ambaye anaweza kukosa heshima ndani ya nchi na ndani ya chama. Mwisho nitafafanua kwa ukubwa ili ndugu yangu Lambert aweze kuelewa vizuri, kakaangu pale, lakini waambie tu wana Mwanza na makundi yote mliopo humu ndani, Tanzania iko salama kwa sababu ya uimara wa Chama cha Mapinduzi chini ya mwenyekiti wake Daktari Samia Suluhu Hassan. Nakushukuru. Nakushukuru sana mwenyewe. Kwa kweli mwenyekiti wa yetu tunaanza saa 4 ndani kwamba kila wao itakwenda ya kufahamu maswali. Sawa. Hii sasa tunajua kwamba awali sasa hizi kwa swali sawa tayari nimeshapiga tatu kwa sasa hizi unapiga tatu. Sasa namtafuta kwa jibu. Lakini kuna nyingine mbona vinala tuliposaini. Maswali katika maswali ya msingi. Ulize kwa
jumla unaweza usiliulize. Asante. Karibu. Kwenye swala la ya umma na mambo kama hayo, ufisadi, ubadhirifu na matumizi mabaya ya madaraka, wizi na mambo kama hayo kwenye utumishi, katika swala zima la utumishi katika serikalini, wengi tunafahamu kabisa kwamba tatizo sugu la ubadhirifu, ufisadi na wizi wa mali za umma bado lipo. Na kuthibitisha hilo, mwenezi, tulikuwa tunafuatilizia haya mambo ya kampeni yanaendelea, mmoja kati ya wagombea wa chama kingine huko, yeye amesema anakwenda kujenga bwawa la mamba Ikulu kwa sababu ya kudumbukiza mafisadi mle. Lakini katika kufuatilizia huko nimegundua kwamba kwa kiasi kikubwa sana mgombea wa Chama cha Mapinduzi kote alipopita huko, sijaisikia ajenda hii ambayo bado inawakera wa Tanzania ikichomoza kwa ukubwa kama ilivyo tatizo lenyewe. Sasa je, hili tatizo la ubadhirifu, ufisadi na mambo kama hayo halipo tena, au kwa sasa si ajenda muhimu sana kuelekea kwenye uchaguzi au kuelekea kuchukua madaraka kama kifanyika kwa mara nyingine tena? Swali langu ni hilo. Subiri kidogo, tumeweka utaratibu wa mjadala, sio na huku au na kule. Tumesema kwamba kuna jopo linaloshiriki kwenye mjadala, na hili jopo likisha kamilisha tutatoa nafasi kwa umma au watu wengine walioalikwa kushiriki. Kwa hiyo usione kwamba tumekuruka. Mwenezi, tutaomba tuende kwa Goodluck. Karibu. Asante sana mwenyekiti. Kwa haraka ndugu mwenezi, napenda kuuliza kuhusu katiba mpya. Katiba mpya ambayo pia ni moja kati ya ahadi zenu kwenye uchaguzi huu. Tunafahamu kwamba hili limetengeneza mjadala ambao una kama muongo mmoja sasa tangu tulipoanza kufanya attempt ya kubadilisha katiba ikashindikana. Sasa mmeahidi kwamba tutapata katiba mpya tena siku za mwanzo kabisa mkiingia madarakani. Lakini swali langu lina vipengele viwili. Ni kuhusu timing. Kuna ambao wanadai mageuzi, wanadai reforms. Wanaamini kwamba katiba mpya ingetakiwa ipatikane ama hizo reforms zifanyike kabla ya kuelekea kwenye uchaguzi, ili tuende kwenye uchaguzi tukiwa wamoja zaidi. Sasa hilo halijatokea na muda umekwisha. Kwa hiyo sijui hilo unalizungumziaje. Lakini bi yake ni kwamba kuhusu ushirikishwaji. Hii katiba mpya itapatikana vipi? Mtashirikiana vipi na wengine, hasa wakosoaji wenu, ili kupata mawazo yao kwenye kutengeneza hii katiba mpya, ukizingatia kwamba kwa mazingira ya uchaguzi jinsi yalivyo, inawezekana mkajaa bungeni zaidi kama ilivyokuwa kwenye miaka 5 iliyopita, na tunafahamu kwamba bunge ndio linatunga sheria na ndio linafanya maboresho kwenye katiba. Asante. Asante kwamba swali la msingi anauliza katiba mpya, mgombea ameahidi ndani ya siku 100. Sasa hiyo ngoma imekaaje? Anauliza hivyo. Joyce Shebe, karibu. Asante kwa nafasi nyingine tena. Mheshimiwa Mwenezi, swali langu linajikita kwenye masuala ya mapato ya nchi. Tunafahamu kwamba mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi Daktari Samia alipoingia madarakani, mapato yalikuwa ni kwa mwezi ilikuwa ni 1.8 trillion, kwa maana ya trilioni 1.8. Lakini mwaka huu Septemba TRA imetutangazia kuwa makusanyo ya mwezi yamefikia trilioni 3.47. Maana yake ni kwamba kuna hatua kubwa imepigwa. Lakini bado wadau, ama niseme hata tukiwepo sisi waandishi wa vyombo vya habari, tumekuwa tukichallenge serikali ya CCM kwamba ni lazima itafute vyanzo vipya vya mapato, lakini wakati huo pia kuangalia ama kuziba mianya ambayo inapelekea pengine serikali isiweze kukusanya mapato yake kikamilifu. Sasa wakati akiingia Daktari Samia miaka 4 iliyopita, kulikuwa na migogoro kwa maana ya wafanyabiashara, lakini pia kulikuwa na migogoro kwa maana ya TRA na walipa kodi. Watu walikuwa wanaopti kufunga maduka ama kufunga biashara wakikimbia TRA. Kwa hiyo
Mheshimiwa nadhani alichukua hatua ambazo pengine zilisaidia, na ndio maana tunaona haya matokeo kwamba wafanyabiashara waliundiwa kamati zao, wakafanya mikutano yao, na mwisho wa siku wakafika makubaliano pamoja na mamlaka ya mapato Tanzania. Lakini sasa nataka kufahamu, mkipata ridhaa kama chama cha Mapinduzi cha kuongoza nchi, mnafanya nini ili kuhakikisha basi mapato haya yanaongezeka? Lakini pia na migogoro hii mtatumia njia zipi ili iendelee kupungua? Kwa sababu mwisho wa siku Tanzania haiko kisiwani. Vijana wengi hawana ajira, wanategemea wajiajiri. Kwa hiyo tunategemea TRA ije na mifumo rafiki kuvutia vijana wengi waweze kujiajiri na waweze pia kuchangia kulipa kodi. Je, nini mtafanya iwapo mtapata ridhaa kwa mara nyingine? Asante. Asante sana kwamba mapato yameongezeka. Mwezi wa 9 TRA imekusanya trilioni 3.47. Karibu. Asante sana mwenyekiti. Ndugu Mwenezi, kihistoria Tanzania imekuwa na uhusiano mzuri au uhusiano mwema na mataifa mengi duniani. Tumeona Afrika mpaka Ulaya, tumeona Asia mpaka Amerika ya Kusini, tumeona Amerika ya Kaskazini mpaka Australia. Sasa miaka 4 Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameweka nchi katika nafasi gani kidemokrasia, na yapi matarajio ya miaka 5 ijayo endapo atashinda muhula wa pili? Asante sana. Asante sana. Kwa kweli tunakwenda vizuri sana. Lambert, nilikuona. Karibu huko, maana watu wa kamera watalazimika kuzunguka. Asante sana. Mimi naitwa Lambert ndugu Mwenezi. Wakati ukizungumza hapa umegusia vizuri sana kuhusiana na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Tangu aingie madarakani ametekeleza miradi mbalimbali mikubwa ya kimkakati, ikiwemo bomba la mafuta kutoka kule Hoima Uganda hadi Chongoleni Tanga. Nilikuwa napitia hapa pia umezungumzia kidogo kuhusiana na masuala ya gesi. Tunajua kule Lindi ile gesi asilia, ujenzi wa reli ya kisasa SGR na mambo mengine kama hayo. Sasa swali langu la msingi ni kwamba iwapo mtapata ridhaa, kwa maana ya Mheshimiwa Rais Samia atapata ridhaa, ni mkakati gani mahususi unawekwa kuhakikisha kwamba miradi hiyo kwanza inakamilika kwa wakati ambayo bado haijakamilika, lakini kwa ufanisi wa kiwango gani, na namna ambavyo itawanufaisha Watanzania moja kwa moja? Kwa sababu kumekuwa na fikra au mitazamo kwamba miradi mingi inayotekelezwa, tuna uchumi wa vitu kwa maana ya vitu makubwa, lakini uchumi wa watu mfukoni haupo sawa. Sasa ni vipi tutafanya kwamba uchumi wa vitu uende kubadilisha maisha ya watu moja kwa moja? Asante Stanislaus. Lambert, Ivona, ni nusura nikusahau. Karibu sana. Kamuntu, niishia alipoishia Lambert kwenye miradi hii mikubwa, pamoja ya kwamba utajibu kuhusu fursa na mikakati na mipango, lakini ningependa kujua kwa namna gani hiyo kasi ya uwekezaji inaendana na utoaji wa elimu kwa umma, namna ambavyo itatunza hiyo miradi. Kwa sababu kuwa nayo ni jambo moja, kupata hizo fursa jambo lingine, lakini kwa namna gani wananchi wanahamasishwa kuitunza. Ningependa kujua chama kinafanya nini kwenye hilo. Lakini pia ningependa kukumbusha Mwenezi, katika swali la Lambert la Chadema aliuliza pia chama gani mnaona ni pinzani kwenye mtiririko huu wa kampeni. Naomba pia ningepata majibu. Asante sana. Sasa wa mwisho katika mzunguko huu atakuwa Scholastica Mazura. Karibu. Mwenyekiti, nikushukuru sana, na Mwenezi. Scholar ni Mazula, sio Mazura. Yes. Katika
kampeni ambazo zimekuwa zikifanyika kwa umri wangu, nimeshuhudia kampeni za mwaka huu zimekuwa na kundi kubwa la vijana, watu wazima wakiibuka kwenye mitandao, lakini hata kwenye jamii za kawaida wakiwa na lugha chafu kwa viongozi na watu wazima. Chama cha Mapinduzi mmejipambanua toka enzi za tano kwamba mnaenzi wazee, mnaenzi viongozi, kiongozi akikosea kuna namna ya kulifikisha, lakini sasa hivi mambo yamekuwa ni utandawazi. Chama cha Mapinduzi mnaenda nalo vipi hili? Kwa Gen Z amesema, tuna Gen Z, tuna mitandao ya kijamii, lakini kuna namna ya kukosekana kwa nidhamu kwa viongozi ama watu wazima. Chama cha Mapinduzi mnalitolea Asante sana mwenezi, tukuombe sasa uyajibu haya. Karibu. Sasa ni ili muda la mwisho kuhusiana na Gen Z. Kwanza hizi generation ziko nyingi. Kuna generation S, Gen Z, kuna millennium na kadhalika. Hii inatumika Gen Z ni kwa sababu tu Kenya waliikuza ikawa Gen Z. Ila vijana wa Tanzania uwezi ukasema wana tabia zile. Na hicho unachokisema watu kutoa lugha zisizo na staha kwenye mitandao, moja ni hulka za mtu. Lakini kule kwenye mitandao nyinyi watu wa habari ni wabobezi, ni wanataaluma, wanazuoni wazuri. Mtu mmoja anamiliki akaunti 30. Na ukiangalia zile akaunti zote zinazotokana zina followers 0. Maana yake hakuna uhalisia wa watu hapo. Kwamba ni Juma ameamua kutengeneza akaunti feki labda 100, sio? Hiyo ni yeye sasa. Kwa hiyo huyu atatukana, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba uhalisia unakuwa haupo. Lakini jambo la pili, wanasema mtu mzima akiwa anatukana upaswa kumtukana kwa maadili yetu wa Tanzania. Na mtu mzima akikosea inabidi afanye nini? Achutame. Hilo napo wind up nitalisema kwa kina zaidi. Lakini Gen Z wa Tanzania, mimi ninayeongea hapa ni Gen Z, ila sina matusi. Na humu ndani wapo Gen Z na hawana matusi. Huyu ndugu yangu ni Gen Z lakini ni smart. Kwa hiyo ni hulka ya mtu mmoja mmoja. Sasa inategemea maadili yake alikolelewa yalikuwaje. Maana kijana anayejitambua, kijana mwenye malezi mazuri, kijana mwenye staha, kijana mwenye hofu ya Mungu hawezi kuwa na maadili ya hovyo. Kwa hiyo ni hulka namna gani huyu mtoto amekuwa raised. Hilo ni la kwanza. Lakini jambo lingine kwamba tunazuia vipi? Narudia kusema Watanzania, na umesema mikutano yetu ilikuwa ina vijana wengi. Ni kweli 90% walikuwa ni vijana. Sasa kwa nini wanakuja kwenye mikutano? Maana yake moja, wanaamini na kukipenda hicho chama, wana imani na matumaini ya hicho chama. Nitakupa mfano. Vijana wengi unaowaona hapa, wengi wamesomeshwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Wengi wamepata mikopo kwa serikali ya Chama cha Mapinduzi, waliomaliza 2015, 2010, 2005 wamesomeshwa, mpaka wazee hao wamesomeshwa na serikali ya CCM. Kwa hiyo huwezi kuitenganisha CCM na vijana. Shule wanazosoma leo vijana hawa zimejengwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi, ambapo kupitia sera ya elimu ndio matunda wameweza kujua mambo, wameweza kuandika mitandaoni. Kwa CCM haiepukiki kwa makundi yote. Hilo ni jambo lingine. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi ni baba. Baba ukiwa nyumbani, watoto wakiwa wanakosea, kazi yako ni kuwaita na kuwafundisha na kuwaonya kwa upendo waelewe. Sasa mtu asipoelewa kidogo unamchapa kiboko, kwamba na Biblia imesema msiwanyime watoto nini? Sio maneno yangu, sio? Kwa hiyo sisi ni walezi wa vyama vyote. Lakini kuna kiongozi hapa ameuliza swali kwamba mshindani wetu sisi ni nani
chama ambacho tunashindana nacho. Jamani, vyama vyote sisi tunashindana navyo. Sisi hatuna chama specific ambacho tunashindana nacho. Vyote vilivyoshiriki uchaguzi, nguvu yetu tunaitumia ya 100% kuomba kura na kushughulika na kero za Watanzania. 95 kulikuwa na NCCR, CCM ilishinda, si ndio jamani? 2000 walikuwepo kafu wana nguvu, Chama cha Mapinduzi kilishinda. 2005 kafu hiyo ilikuwa ina nguvu, tukashinda. 2010 Chadema nao walikuwa wana ushindani, tulishinda. 20 tumeshinda, 25 tunashinda. Hakuna chama ambacho CCM tunasema kinatutingisha, hakipo. Kwa sababu hivi vyote tumevizaa wenyewe. CCM imezaliwa mwaka 77. Chadema, NCCR, sui nini wamezaliwa 92. Sisi ni baba na ni babu yao. Kwa hiyo lazima tuendelee kufundisha siasa, kulea siasa na kuhakikisha amani na usalama wa nchi unakuwa na utulivu wa hali ya juu. Hiyo ni kazi ya CCM. Kwa hiyo CCM ikitukanwa, sisi hatushangai. Hivi kwa ukubwa wa CCM isitukane? Mama amenisaidia hapa. Mmezaa watoto majumbani kwenu, wazazi mlioko hapa. Kila mtoto uliyemzaa na tabia yake, uongo kweli? Wengine mpaka wanawatukana wazazi, mnao. Lakini mmesema hawa sio watoto wetu. Mtoto akinyea mkono haukatwi. Kwa hiyo tutaendelea kuwa baba wa demokrasia, tutavilea vyama vyote, na kazi na utu utasonga wapi? Mbele, kwa spidi kubwa, chini ya mgombea wetu wa urais. Kwa hiyo hatuna chama ambacho sisi tunasema mshindani wetu. Vyama vyote tunashindana navyo na vyote tutavishinda, na wao wenyewe wanajua. Na tutashinda kwa nini? Kwa sababu ilani yetu inatekelezeka. Tuliahidi umeme pale Julius Kambarage Nyerere Rufiji, tumekamilisha. Chama cha Mapinduzi kikaahidi SGR, imekamilisha. Iliahidi Kigongo Busisi, limekamilika. Tumeahidi ujenzi wa meli Ziwa Victoria, inafanya kazi. Tukaahidi ujenzi wa barabara, zinajengwa. Watanzania wanatuchagua kwa kazi yetu, sio kwa namna nyingine. Kwa hiyo kwa kifupi niishie hapo kwenye haya masuala ya kwamba tunashindana na nani. Lakini mkumbuke waandishi wa habari kwamba chama chochote kinachoshiriki uchaguzi, sisi tunatumia nguvu ile ile ya miaka yote kuomba kura kwa Watanzania. Hatudharau chama chochote. Jambo lingine, imeongeleka swala la rushwa na ufisadi, kwamba hamjasikia mgombea akizungumza. Inawezekana kumbukumbu haziko sawa sawa. Mgombea amekemea masuala ya rushwa, amekemea masuala ya ufisadi, na kuthibitisha hilo zaidi, ukisoma katiba ya Chama cha Mapinduzi na ukisoma ilani ya uchaguzi ya CCM, sehemu ya pili kifungu cha 47 imeeleza wazi jinsi ambavyo tunakwenda kuimarisha mapambano dhidi ya rushwa na mifumo ya rushwa. Mfano, taasisi kama TAKUKURU ilianzishwa chini ya serikali ya Chama cha Mapinduzi, sio chama kingine, na ile ndio inayohusika na kuzuia na kupambana na rushwa. Ukienda kwenye haki za binadamu, nchi yetu inaheshimu haki za binadamu, na serikali imekuwa ikichukua hatua kwa wezi, wabadhirifu na wala rushwa, na wengine wamefungwa, na nyinyi mnajua. Kazi ya CCM katika rushwa ni kukemea rushwa. Mwalimu Nyerere aliwahi kusema rushwa ni kansa. Tangu utawala wa awamu ya kwanza kulikuwa na rushwa mpaka ikapewa jina inaitwa nini? Kansa. Mwalimu alipambana, Mzee Mwinyi amepambana, Mzee Mkapa amepambana, Mzee JK amepambana, Mzee Magufuli akiwa na mgombea mwenza Dr. Samia Suluhu Hassan wamepambana, na leo mapambano yanaendelea ya kupambana na vitendo vya rushwa. Kwa hiyo akisimama mtu akasema
hakuna hatua zinachukuliwa. Hatua zinachukuliwa, hatua zinachukuliwa. Na ndio maana leo kwa kuziba mianya ya rushwa, kuna mtu hapa ameongelea kwamba tunaona mapato awamu hiyo kabla miaka minne ilikuwa ni 1.8 trillion. Sasa hivi tunaona ni 2.47 trillion. Sio hiyo tu, Disemba ilikuwa ni 2.5 trillion. Baada ya mianya ya rushwa kufanya nini? Kuzibwa na kudhibitiwa. Mifumo, Dr. Samia alikuwa anasema kila mara, mifumo nataka isomane. Ndio mapato haya ya trillion zaidi ya 2.5, 3.5 yanapanda kila siku. Kwa nini? Rushwa imedhibitiwa. Leo tunaongelea miradi inakamilika kwa wakati. Kwa nini? Kwa sababu rushwa imedhibitiwa. Zamani mradi unaweza ukaenda halmashauri, hakuna usimamizi mzuri, hela imefika, jengo halijaisha. Sasa hivi hela inapelekwa kwenye shule, madarasa yanajengwa, yanaisha kwa wakati, watoto wanasoma madarasani. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kwenye rushwa inakemea rushwa kwa 100%. Kwa hiyo hilo ni watoe hofu ndugu zangu kwamba tutaendelea kusimamia nidhamu ya fedha ya serikali. Tutazidi kuchukua hatua kwa wabadhirifu na wezi. Na ukisoma ripoti ya CAG ya mwaka huu, makosa na mapungufu yamepungua kwa 1% tofauti na kipindi cha nyuma. Maana yake ni kwamba serikali ipo kazini, na sisi kama chama wajibu wetu ni kuisimamia serikali ifanye kazi ambayo imetumwa na chama kupitia ilani ya uchaguzi. Kwa hiyo hilo lilikuwa ni jambo lingine. Lakini hoja nyingine hapa, na mfano mwingine mdogo nilikuwa nimeandika hapa. Juzi kati hapa mliona kuna mama mmoja kwenye mitandao analalamika nyumba yake inataka kutapeliwa. Sijui kama mliona. Yule mama amepewa nyumba yake, hajapewa. Serikali ya chama gani iko madarakani? Hiyo ndio kazi na utu. Kwa hiyo sio kila kitu kitajulikana, vingine wanaotendewa wanajua, lakini lile kila mmoja anajua, na haki ya yule mama imepatikana na amefurahi na familia yake na maisha yanafanya nini? Yanaendelea. Kwa hiyo niwaombe sana ndugu zangu kuhakikishia kwamba mambo ni mazuri. Kuna swala la katiba mpya liliulizwa hapa. Muasisi wa katiba mpya ni Chama cha Mapinduzi. Katiba hii mpya inaongeleka ni Chama cha Mapinduzi. Na watu wanaoipenda katiba mpya, sisi wana CCM tunaweza kuwa wa kwanza wapenzi wa katiba mpya ambao watu wanaita mpya. Lakini twende kwenye mjadala. Mwaka 2014 tulikuwa na bunge la nini? La katiba. Uongo kweli? Vyama vyote vilishiriki, na mwenyekiti wa bunge la katiba alikuwa ni Dr. Samia Suluhu nani? Mchakato umeenda, mambo yanaenda, yanataka kufika mwisho, kuna watu wakatoka nje ya bunge wakakimbia. Kosa hilo la CCM? Kosa letu lipi sasa? Kwa hiyo waliharibu mchakato wa katiba mpya wao wenyewe kwa interest zao. Lakini tunapoongelea katiba, katiba sio mali ya vyama vya siasa. Katiba ni ya Watanzania. Sasa wanasiasa kwenye katiba wao wanachoangalia tu namna gani anashinda uchaguzi. Haangalii maslahi ya umma wa watu milioni 60. Kitu ambacho pia ni ubinafsi. Katiba inabidi iseme wananchi wanapataje huduma, wanapataje usalama, wanapataje amani, wanapataje fursa mbalimbali. Katiba na misingi ya kusimamia ndani ya katiba ya nchi. Mchakato ulianzishwa ukaharibiwa, lakini Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia 4R amesema mchakato huu utakamilika kabla hajatoka wapi? Madarakani. Kwa hiyo Watanzania mtatoa maoni, mchakato utaendelea, mtapendekeza, na chama hiki chama chenu kitaenda kuleta majawabu nini kifanyike katika hiyo katiba. Lakini jambo lingine ambao napenda kulisema hapa, Chama cha Mapinduzi kinaamini kuwa maendeleo ya kweli hayaendi bila mshikamano wa kisiasa, utulivu na ushirikiano wa vyama vyote. Ndio maana mgombea wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ameahidi
kuanzisha mchakato wa maridhiano ya kisiasa ukiwa na sehemu ya falsafa ya 4R: maridhiano, ustahimilivu, mageuzi na ujenzi mpya wa demokrasia. Lengo kuu la mchakato huu ni kuimarisha amani, mshikamano wa kitaifa na kuondoa migogoro inayoweza kuibuka kati ya vyama vya siasa. Mchakato wa kuangalia katiba mpya ni hatua inayolenga kuhakikisha kwamba muundo wa serikali, uwakilishi na haki za wananchi viko wazi na vinaungwa mkono na wote. Hii itatoa misingi thabiti wa maendeleo, utulivu na mshikamano wa kitaifa. Chama cha Mapinduzi siku zote kimekuwa champion wa maridhiano na kujenga mwafaka. Kupatikana kwa mfumo wa vyama vingi mwaka 92, wakati wa Tanzania 80% waliukataa. Hapo muelewe kwamba Watanzania 80% walikataa vyama vingi mwaka 92. Ilikuwa kujenga mwafaka na kundi dogo. CCM ilifanya maridhiano na wapinzani mara nyingi hadi kufanya mabadiliko ya katiba yaliyowezesha kuwa na serikali ya umoja wa kitaifa kwa upande wa Zanzibar. Mgombea wetu wa urais Dr. Samia Suluhu Hassan amethibitisha bila kuacha shaka kuwa yeye ni muumini wa maridhiano. Ndio maana alianzisha R4 ambazo ziliponya nchi nyakati zilizoonekana ni za giza katika demokrasia. Mikutano ya hadhara ilirejea baada ya kupigwa marufuku kwa miaka 7. Nafikiri mnakumbuka. Waliokimbia nchi kisiasa walirejea. Alifuta kesi nyingi zilizolalamikiwa kuwa za kisiasa. Muhula ujao Dr. Samia Suluhu Hassan ataendeleza maridhiano na kupata mwafaka wa kitaifa na mchakato wa katiba mpya utaanza. Chama cha Mapinduzi kinaeleza wazi kuwa mchakato huu utashirikisha vyama vyote vya siasa, viongozi wa dini, wawakilishi wa vikundi vya kijamii, asasi za kiraia na wananchi na makundi yote. Kwa hiyo utakuwa ni mchakato wa wazi. Kila mmoja atashiriki, atatoa maoni yake. Tunahitaji katiba ya namna gani ambayo itatumika leo na vizazi vinavyokuja. Lakini pia utatolewa ushauri wa kitaalamu na ushirikiano wa kitaifa. Kwa Chama cha Mapinduzi, maridhiano na katiba mpya si swala la kisiasa, bali ni chachu ya mshikamano wa taifa na maendeleo endelevu ya kila Mtanzania. Kwa hiyo nililolisema awali, kuna watu wanatizama katiba kwa jicho la kisiasa, hawaangalii maslahi ya wengi ndani ya katiba kuwe na vitu gani. Lakini jambo lingine, ndugu yangu, nafikiri swala la Lambert nimelijibu au bado Lambert? Bado Ndugu Lambert aliuliza kuhusiana na Lambert, jina lako gumu kidogo. Nikumbushe tu. Ujenzi wa miundombinu na fursa. Yes. Sasa kama nchi, Chama cha Mapinduzi kimekuja na sera hasa za kuimarisha lakini kujenga miundombinu ya Watanzania, ambapo tumeona kuna miundombinu mingi imejengwa katika sekta zote: kiuchumi, kiangalia reli, kiangalia meli, kiangalia nishati na maeneo mengine. Je, zinakuwa connected vipi na fursa kwa wananchi? Moja, maendeleo yoyote ambayo yanaletwa yana impact mbili, positive na negative. Hakuna maendeleo ambayo pia hayana negative impact. Nitawapa mfano. Kabla daraja la JPM hili halijajengwa, wakati tuna feri, ukivuka ule upande wa pili kulikuwa na wafanyabiashara wengi sana pale, uongo? Sasa hivi wapo? Maendeleo yamekuja, lakini kuna kitu kimefanya nini? Kimepungua. Sasa lazima tukubali, moja, maendeleo yanapokuja na changamoto zinaongezeka. Maana yangu ni nini? Lazima kama Watanzania, kupitia ilani ya uchaguzi, Mheshimiwa amesema atajenga kongani za viwanda, miundombinu ikiwa safi, mambo yakiwa mazuri, nishati ipo ya kutosha, fursa nyingi zitapatikana kuanzia kwenye viwanda. Vijana wengi wataajiriwa. Kwenye reli, leo tunajenga reli, tuna treni ya SGR. Ile treni, mradi umekamilika, tumeleta treni, lakini ndani ya treni wapo wanaotoa huduma ya kuhudumia watu. Wale watu watalipwa mishahara, si ndio jamani? Wakilipwa mishahara, familia zao zitaishi vizuri.
uchumi wa nchi utaongezeka, mapato yataongezeka. Hayo mapato ndio yataenda kuchochea shughuli mbalimbali za kiuchumi. Tunaenda kuboresha usafirishaji, mfano wa anga. Tunanunua ndege, serikali inanunua ndege. Ndege zikinunuliwa zitabeba watalii kutoka Ulaya, watakuja Dar es Salaam. Wakitua watachukua magari, wataenda Serengeti, wataenda Ngorongoro. Huko Ngorongoro wapo wale wanaosafirisha watalii, wanaitwaje wale? Matua guide, watapata kipato. Lakini watalii wakija hapa nchini watalala kwenye hoteli, hata Mwanza hapa watalala hotelini. Wakilala hotelini, mwenye hoteli amepata uchumi. Hoteli imeajiri vijana wenu wako mle ndani, watapata mishahara. Lakini wapo wananchi wa kawaida wanalima mboga mboga, wanafuga kuku, wanauza mayai, yatanunuliwa. Uchumi wa Mwanza utafanya nini? Utakuwa. Kwa kuna mtu anaweza kusema serikali inawekeza kwenye vitu, haijali watu. Hakuna ukweli wa namna hiyo. Vitu ndio vinaleta watu wawe na fedha. Leta ndege, italeta abiria, abiria watalala hoteli, wenye hoteli watapata fedha, wenye fedha wale watalipa mishahara ya watu wadogo. Ila mtalii akija hawezi kukaa njaa, atakula wali, mchele utatoka Kiela, Tanzania amepata hela. Atafuga kuku, nyama ya kuku ikiliwa, mfugaji wa kuku amepata uchumi. Kwa hiyo connection hii ipo moja kwa moja. Kwa hiyo uchumi wa vitu na watu unaenda sambamba, miundombinu inapojengwa na fursa zinakuja. Kwa hiyo kikubwa tusisahau kutiki tarehe 29 ili tuzidi kupata maendeleo. Sijui kama kuna swali sijalijibu lingine, kama lipo. Lipi? La madam Niliandika yes sehemu hapa, uhusiano. Ndugu Esther ndio uliuliza hilo swali. Jambo la kwanza ni kushukuru kwa swali lenye umuhimu mkubwa katika diplomasia ya nchi yetu. Tangu Daktari Samia alipoingia madarakani, Tanzania imeonyesha umahiri mkubwa katika diplomasia. Na nyinyi wote hapa ni mashahidi. Mmeshuhudia viongozi wa nchi mbalimbali wakija ndani ya nchi. Mikutano mikubwa ya kimataifa nyeti imefanyika ndani ya nchi yetu. Lakini mgombea wetu wa urais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya ziara nyingi nje ya nchi na kukutana na wafanyabiashara na diaspora mbalimbali, kwenda kuimarisha mahusiano ya muda mrefu, lakini yaliyokuwa pia yametetereka kidogo. Hiyo kazi ameifanya kikamilifu. Na kwa sasa tunapozungumza, diplomasia yetu ya kimataifa iko vizuri ndani ya nchi yetu. Diplomasia ya kiuchumi tuko vizuri sana. Na ndio maana serikali inaweza ikakopeshwa na ikakopesheka na hizo fedha zikafanya miradi ya maendeleo. Kuna wengine huwa wanasema, kwa nini nchi imekopa? Kwa nini imekopa? Hata sisi hapa tunakopa hapa. Na fedha ikikopwa haendi mtu kula, inaenda kutekeleza jukumu. Na hatusemi ni mkopo, kwa sababu mkopo lazima utafanya nini? Utarudi. Bila kuaminika huwezi kufika huko, na huwezi kuaminika hata kupewa fedha. Na ndio maana wakati wa corona, kama mnakumbuka, fedha iliyoletwa, wale waliotoa walitarajia tutaenda kununua barakoa, kununua gloves, kununua sanitizer, lakini mgombea urais Daktari Samia akasema hapana, fedha hii ili tuepuke corona, tujenge madarasa, wanafunzi wasikae kwa msongamano. Fedha hii tuchimbe visima vya maji, kila mkoa nchini umepewa mtambo mmoja wa kuchimba maji ya kisima, na hapa Mwanza upo. Akasema fedha hii iende kununua vifaa tiba hospitalini ili Watanzania watibiwe, waepukane na nini? Na corona. Lakini nchi nyingine zile fedha nyingi wameenda kununua maski za kuvaa kwenye pua huko. Nani kama Dr. Samia? Tanzania oye! Kwa hiyo diplomasia yetu iko vizuri, lakini wawekezaji wameongezeka ndani ya nchi yetu. Idadi ya viwanda vimeongezeka, na tumezindua Dodoma pale kiwanda kikubwa cha mbolea, nafikiri mlikuwepo baadhi yenu. Kwa nini wawekezaji wanakuja nchini? Kwa sababu nchi ina amani, ina utulivu, ina sera ambazo zinatekelezeka. Watalii kwa sasa tunaongoza East Africa ni Tanzania. Watalii wanamiminika,
maana yake diplomasia yetu na nchi nyingine na mataifa ya duniani iko vizuri, watu wanafeel salama wakiwa ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo hilo naomba nikujibu, nikuhakikishie tu ndugu yangu Esther kwamba Tanzania ni kisiwa cha diplomasia na mataifa makubwa yanakimbilia hapa kuja kufanya investment kubwa kwa sababu ni sehemu salama katika investment hizo. Nakushukuru. Nikushukuru sana mwenezi. Tumezungumza mengi. Nilikuwa twende awamu ya tatu. Lakini kabla sijasema hilo, nimeangalia gazeti moja la uchunguzi. Ndio. Linachapishwa wiki hii kwenye eneo la mapato. Ndio. Nimechagua tangu TRA imeanza kukusanya mapato mwaka kwamba serikali ya Rais Mkapa ilikusanya jumla ya shilingi trilioni 8.6. Serikali ya Rais Kikwete ilikusanya jumla ya shilingi trilioni 58.2. Serikali ya Dr. Magufuli ilikusanya trilioni 91. Ndani ya miaka minne, Rais Samia amekusanya trilioni 132.96. Kwa hiyo unaweza kuona mamlaka ya mapato unaposema kwamba miradi inakwenda, mapato yapo, Watanzania pia wanastahili shukrani, TRA wanastahili shukrani kwa kufanya kazi hii kwa uaminifu, na pengine lile ulilosema kwamba rushwa imepungua, mianya imezibwa, mapato yamezidi kuongezeka. Sasa kwa kweli ilibidi tumalize saa 6. Na kwa kweli kuna vinoti vingi sana napewa. Huyu anasema mimi ni mfugaji, mimi nafuga mayai. Nikasema hapana, huwa tunafuga kuku alafu mayai yanatagwa na kuku. Kwa hiyo tungependa kuendelea, lakini muda kwa kweli umetuacha. Na hapa mwenezi anapaswa kwenda kumpokea Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo niombe kwamba tumpe nafasi ya kuweka neno la mwisho, hasa kuelekea Oktoba 29. Sisi tumekuja hapa Mwanza, tumesema mjadala huu tumeuendesha kwa utaratibu huu. Tulikuwa na maswali awamu 3. Mama, najua umeleta mpaka kinoti, lakini tukianza kufungua sasa flow tutakuwa hatuwezi kumaliza. Kama walivyovumilia hao waliokuwa sehemu ya mjadala, ikiwa kuna jambo la msingi sana, mama utaniandikia, utaniona na nitalifikisha. Sitatoa hiyo nafasi na kuomba nikushukuru sana, na nimuombe sasa mwenezi kama unalo la kufungia na hasa kuelekea katika Oktoba 29 siku ya kupiga kura. Karibu. Nashukuru. Kwanza niweke rekodi sawa. Dr. Samia alikuwa ni makamu mwenyekiti wa Bunge la Katiba, nilisema mwenyekiti. Nimependa kuweka sawa. Katika kumalizia, kwanza ni washukuru sana wote ambao mmejitokeza humu ndani. Mungu awabariki sana. Na washukuru sana. Lakini niseme kumekuwa na baadhi ya watu wachache hivi kwa interest zao na kwa mambo wanayoyajua wao, na wao wanajua wametumwa na nani, wanajaribu kuleta taharuki ndani ya nchi, na wengine wamejipa kuwa washauri wa nchi, yani washauri wa Watanzania, yani wamejipa wao kukushauri wewe na wewe hujawatuma. Kwenye mitandao mnaona kuna vitu vinaendelea, na wengine ni viongozi wapo ndani ya chama chetu cha Mapinduzi, mnawaona. Ninachotaka kusema ni hivi: Watanzania, moja, ipendeni nchi yenu 100%. Moja, ipendeni nchi yenu 100%. Nasisitiza, ipendeni nchi yenu 100%. Hii ni nchi yetu. Hatuna nchi nyingine tofauti na hii. Tumezaliwa hapa, tutakufa hapa. Hapa ndipo nyumbani kwetu. Asikudanganye mtu uharibu nyumbani kwako. Asije akakwambia mtu piga nyumbani kwako. Pambana na vyombo vya dola vya nchi yako. Niwaibie siri.
Leo tukisema vyombo vya ulinzi na usalama viende vikalale kwa wiki moja, yaani barabarani kusiwe na trafiki, kusiwe na polisi, vituo vifungwe, mipaka wanajeshi waondoke, magereza watoke, kila mtu aende nyumbani kwake, panatawalika hapa? Wewe unapolala ndani na mkeo, mmejifungia giza, mnatafuta watoto, kuna watu wameshika silaha wanakulinda uzae vizuri. Kuna watu wameacha wake zao na watoto wao ili wewe uwe salama. Tumekaa humu ndani kwa sababu taifa hili lina amani na kuna watu wametoa maisha yao kulinda nchi hii. Anatokea mtu anakwambia vunja amani, andamana, leta vurugu. Msitende hiyo dhambi, msije mkatenda hiyo dhambi. Tanzania hii haigawanyiki ndugu zangu, ni moja, na wa kuilinda ni mimi na nyinyi, sio mtu mwingine. Ndio maana nimewaomba tuipende Tanzania. Pili, kuna watu wanazungumza kana kwamba Tanzania ni jehanamu hivi. Wao wana maslahi yao wanaoyajua. Jana nilikuwa namsikiliza mzee Gwajima, anaongea vitu vingi mno ambavyo vingi havina uhalisia. Anasema hapa sio sehemu salama pa kuishi, ila yeye anaongea mbele ya press ndani ya nchi hii na yuko salama. Ila anasema sio nini? Sio salama. Mbaya zaidi ni mchungaji anapotosha umma, na imefikia wengine wanataka kutumia dini vibaya kupotosha waumini wetu. Niwaombe ndugu zangu, maandiko yanafundisha vitu vingi. Mimi ninayeongea hapa nimelelewa na mchungaji toka mtoto mpaka leo hii. Sijawahi kuona yule mchungaji marehemu Reverend Benjamin Ngede anahubiri uchochezi wa namna ile katika maisha yao. Watu wanataka kutumia dini vibaya kumanipulate watu wafanye vurugu ndani ya nchi. Niwaombe, ombeni sana, mtangulizeni Mungu. Na pia maandiko yamesema itafika muda hata manabii wa uongo watakuja. Hayo ni maandiko, si maneno yangu. Tulinde nchi hii. Wenzetu wana passport, wana marafiki nchi za nje. Wewe rafiki yako ni nani? Yuko Buhongwa, yuko Nyegezi, yuko Iringa. Hapa pakiharibika leo, unaenda wapi? Hawa ndugu zetu wenye mahitaji maalum watakimbilia wapi? Wazee wetu wataenda wapi? Mama zetu na watoto wadogo watajiokoa vipi? Wanaotutuma wako nje ya nchi. Alafu katika speech ya jana mzee Gwajima anajaribu kupindapinda hivi. Niwaambie hapa, kulikuwa na viongozi waliokuwa na matamanio fulani yamekwama. Kuna watu walitaka hiki chama kiharibike, wameshindwa. Kuna watu walitaka serikali ipasuke, wamekwama, wanaleta nongwa. Wanataka kuitisha mamlaka, kuitisha nchi, kuitisha serikali ionekane mambo hayako sawa. Ninawahakikishia Tanzania hii chini ya Samia ni salama sana. Na Mungu aliyempa Daktari Samia uongozi ndiye atakayemlinda na kumvusha. Sisi wa Kristo tunaamini hivyo. Mungu hawezi kukupa mtihani ambao huwezi kuubeba. Kuna muda uongo ukisemwa sana watu wanaamini ni ukweli. Tumekaa kimya kwa muda mrefu, tumewapuuza kwa muda mrefu, lakini wanachokochoa. Sasa niwaambie, wale walikuwa na ajenda zao za kupasua chama, kupasua serikali, lakini wamefanya nini? Wamegota. Na niwaambie, chama hiki huwa hakitingishwi. CCM haitikisiki. CCM ni imara na CCM ni madhubuti. Kwa hiyo mimi cha kushauri kwa mzee Gwajima, achunge kondoo wake vizuri, afanye kazi ya kanisa ambayo anaifanya vizuri. Haya mambo ya Kaisari amwachie nani?
upotoshi sio kitu kizuri. Nimejizuia sana kusema. Tangu nimekuwa mwenezi sijawahi kutaja jina la mtu, ila naona huyu mzee anataka kutuharibia nchi, na yoyote anayeharibu nchi ni adui wa Watanzania. Miaka ya nyuma matukio yanayotokea leo yametokea au hayajatokea? Yametokea. Wakati wa Mkapa yametokea, wakati wa Kikwete yametokea, wakati wa Magufuli yametokea, na sasa yametokea. Kwa nini kwa Daktari Samia ndio iwe kwamba ni kitu ambacho kwamba wanamlazimisha wewe kisa ni mwanamama? Hapana, tutawalinda kina mama. Lakini kama tunamwamini Mungu kweli, miaka 4 ya Daktari Samia, nani alijua bwawa la Mwalimu Nyerere litaisha? Nani alijua reli ya kisasa itaisha? Nani alijua Kigongo Busisi itaisha? Nani alijua meli zitajengwa? Nani alijua madarasa zaidi ya 15,000 yatajengwa ndani ya nchi hii? Nchi yote, mikoa yote, wilaya zote. Nani alifahamu hilo jambo? Uwezo wake umewatingisha na kuwatetemesha. Waliamini atafeli, wameona chombo kimetulia na kinasonga mbele. Na 29 tunaenda kushinda kwa kishindo kuliko wakati wowote ule.